إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وسلم. بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فأوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. Enyi waja Mwenyezi Mungu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu. Waislamu, katika moja miongoni mwa masiku matakatifu mno duniani ni siku hii ya leo hii, kama alivyokuwa ameielezea shekhe wetu wa kata Sheikh Ali Kwembe akiidalavua siku ya leo. Waislamu, kama Mungu alivyotuambia ndani ya Qur'an, inna iddata shuhuri 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim. Hebu angalia, Mwenyezi Mungu anatuelezea miezi mitukufu iko 12. Inna iddata shuhuri 12 shahran fi kitabillah, haka miezi iko 12 kwa mujibu wa Qur'an. Tena yauma khalaqa Allahu as-samawati wal ardhi, toka Mwenyezi Mungu anaumba mbingu na ardhi. Minha 4 hurum, kuna miezi minne katika miezi hiyo 12 mitakatifu, na miezi inayokusudiwa ni miezi ya Kiislamu, sio miezi hii ya Februari, Januari, Machi. Ni miezi ya Kiislamu ndio Mungu anaikusudia. Na katika miezi hii 12 kuna miezi minne, mitatu imefuatana nayo, ambayo ni mfungo pili, mfungo tatu na mfungo 4, na mmoja umekaa peke yake ambao ndio mfungo 10. Huu ambao tuko nao na leo kwa mujibu wa tarehe zetu ni mwezi 26 ya mfungo 10. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza mwezi wa Rajabu? Mwezi huu umetukuzwa kwa sababu kuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwandalia safari mtume ya kusafiri. Sikwambii kwamba safari ambayo wewe, mimi na mtu mwingine atakayeandaliwa na kiongozi wa nchi, kwa mfano rais wa nchi akakwambia leo hii na kuandalia safari wewe ya kwenda Uingereza, ya kwenda Marekani kwa gharama zangu. Manake akakutafutia pasipoti, akakutafutia nauli ya kwenda, nauli ya ndege ya kwenda na kurudi. Ukifika kule utafikia katika hoteli moja kubwa nzuri, utakula, utalala. Rais kakuandalia msafara huu. Namna gani ile furaha yake, na namna gani utakapokuwa umejisikia tena na kutamba kwa watu, mimi nimepata bahati kubwa bwana, nasafiri mimi kwenda nchi, tena safari hii kaniandalia mwenyewe rais. Leo safari hii ambayo ameandaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusafiri, tena anakwenda mbinguni, anakwenda kuonana na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ubora uriwaje wa safari hiyo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameandaliwa asafiri tarehe 26 shahr Rajab, tarehe 26 mwezi huu wa Rajab, siku kama hii ya leo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijr inda baitin mutajia baina rajulain idh atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Mtume
akaja akaambiwa na Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam kwamba bwana wewe, leo hii utasafiri kuelekea Maka, kutoka Maka safari ya kwanza mpaka Palestina. Utatoka hapa mpaka Palestina. Na kama alivyokuwa amesema hapa Sheikh Ali Kwembe kwamba safari ya kutoka Maka kwenda Palestina kwa wakati ule hamna ndege, hamna gari, hamna usafiri wote mkubwa. Walikuwa wakisafiri na safari na nini, na wanyama. Mtu anapanda farasi, mtu anapanda punda, mtu anapanda ngamia. Asa ile safari yenyewe kwenda kutoka pale Maka mpaka Palestina ni mwezi mzima. Kwa nini kutoka Maka mpaka Palestina? Kwa nini? Kwa nini kituo kisiwe pale Maka? Palestina pale kuna msikiti unaitwa Baitul Maqdis au wengine wanaita Baitul Muqaddas. Msikiti huu Baitul Maqdis ni msikiti ambao ulijengwa kwa usimamizi wa Nabii Suleiman alayhi wasallam. Msikiti huu umejengwa na majini ya viumbe unaowasikia, ndio wameusimamia, ndio wameujenga kuanzia mwanzo mpaka mwisho huu msikiti. Kwa hiyo msikiti ulikuwa na utukufu wa aina yake, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akataka kituo cha kwanza kiwe pale. Na pale kuna jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda kulifanya. Mtume yuko airport yake ni msikitini. Anaagwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndugu zake, familia yake, watu wawili, Jaafar bin Abdul Muttalib na Hamza bin Abdullah. Hawa Mtume aliwachukua akina naye mpaka msikitini, sehemu inaitwa Hijri Ismail, sehemu ambayo kuna nyayo za Nabii Ismail wakati anajenga msikiti wa Maka. Wakakaa wanazungumza baada ya swala ya Isha, wakawa wanazungumza, ndipo nasema idh atahu Jibril. Hapa akaja malaika mkuu Jibril wa Mikail na Mikail wa malakun akhar, na malaika mwingine ambao hakutajwa jina lake. Fa akhadhuhu Nabii sallallahu alayhi wasallam, walimchukua Mtume sallallahu alayhi wasallam hatta jaa bihi Zamzam, wakaenda naye mpaka katika kisima cha maji ya Zamzam. Pale Maka ule msikiti ulivyokuwa ni msikiti mkubwa, hauna mfano wa misikiti mingine yote duniani. Msikiti ule wenyewe, ule mzunguko wake ni mkubwa. Nilisema siku moja mimi nilikwenda kuzunguka ule msikiti wenyewe. Nilikwenda nikauzunguka ule msikiti kwanza mlango huu kazunguka mpaka uje utokee pale, ni mwendo wa saa moja karibuni na dakika na robo kuzunguka ule msikiti wenyewe. Ni msikiti mkubwa sana. Sasa mle ndani katika ule msikiti wa Maka, ajabu kubwa katika ule msikiti, juu kama hivi hamna paa, kwa maana kwamba mvua ikinyesha itakunyesheeni, jua linawaka linakuwakieni. Mungu kakataza kuziba, hapajazibwa, ila pembezoni mwa msikiti ndio kuna mabati na hivyo imezibwa kwa juu, lakini katikati ya msikiti hamna. Na jua la Maka lilivyokuwa kali, mimi mwaka huu nilienda Maka mwaka huu, yani nyuzi joto ni 51 kwa tu 29 kivumbi tunakiona. Sasa pale kwenye msikiti ule sijui wameweka nini chini, baridi nafika barafu. Kwa hiyo kutoka pale kwenye ule na hii kisima cha maji ya Zamzam imekuwa kati ya mlima unaitwa Safa na mlima unaitwa Marwa, katikati yake ndio kuna kisima hiki cha maji ya Zamzam. Na kutoka Safa kwenda Marwa kama dakika 10 au 7, kutoka hapo unakwenda pale, kutoka hapa katikati yake. Na hiyo
Safa na Marwa iko jirani kabisa ndani ya msikiti wa Makka. Kwa hiyo wakamchukua wakaja naye mpaka pale, wakamlaza kichalichali Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamfanyia operation tabakahu, wakakifunga kifua cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma ata bilbiraq usriyan muljaman wa huwa dabatun abyad tawil fawqa alhimar duna albaghra. Huyu wakamleta mnyama. Sasa hii ndio ndege wanaileta, ndege aipande Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mnyama ambaye anaitwa Ibraq. Ibraq huyu sio kama vile wanavyochora baadhi ya watu katika mapicha, kwamba picha yake kama sura yake kama mwanamke, ana nywele kama za mwanamke, ni mnyama khalis. Urefu wake kama ni punda na ufupi wake kama nyumbu. Mnyama yule akasogezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ianze safari yake ya kuelekea huko. Fastasab, mnyama yule akafanya makeke kama vile ataki kupandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam akamwambia Ibraq kwa kumkemea, istahi ya Ibraq, fanya adabu Ibraq, ma rakibaka khalqum min hadha, hujapandwa wewe katoka kuzaliwa kwako na mtu ambaye alikuwa mtukufu kuliko huyu. Anasema alivyoambiwa maneno hayo Ibraq likamtoka jasho kubwa jembamba, anatetemeka. Fasahya, akafanya istihaya, akabonyea Ibraq, akapandwa mnyama yule. Na alivyokuwa anatembea ule mwendo wake, yani akiangalia kwamba labda kaangalia mindu anakwenda hivi, mguu wake utatua pale, kaangalia mbele yake zaidi, mguu wake tu. Alikuwa anakwenda spidi ya hali ya juu kuliko kiasi. Angalia, Mtume kaondoka pale baada ya swala isha. Kuliani kwake kuna malaika Jibril alayhi salatu wassalam, kushotoni kwake kuna malaika Mikail, nyuma kuna malaika mwingine wanasema Mikail, wanamlinda Mtume kisawasawa wakati wanakwenda huko, mabodyguard hao. Na ndio maana utakuta serikali nyingi za kidunia zimeiga mtindo huu, namna anavyosafiri kiongozi wa kiserikali anakuwa na ulinzi akilindwa. Ndugu zangu katika imani, Mtume wakati anasafiri safari hii ya kiungu, Mungu alimwambiaje Mtume sallam? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yani baadhi ya watu wanasema kwamba eti Mtume safari hii alikwenda kindoto, yani aliota usingizini, hakwenda na kiwiliwili chake, aliota. Wewe hujui Qur'an. Qur'an inasema subhana, ametakasika, bi'abdihi, mja wake, subhana alladhi asra, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye alimpeleka. Asra, neno asra maana ni mwendo wa usiku. Katika lugha ya Kiarabu neno kwenda, kuna neno linaloitwa dhahaba, neno kwenda kuna neno linaloitwa saa, neno kwenda kuna neno linaloitwa masha, neno kwenda kuna neno linaloitwa ghadara, neno kwenda linaloitwa sara. Neno hili saira huwa linatumika wakati wa usiku tu, ana asiru ila albayt, usiku. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema subhana alladhi asra, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye alimpeleka usiku. Nani? Biabdihi, mja wake. Hajasema Mwenyezi Mungu subhana alladhi asra biruhihi, kindotondoto. Biabdihi yani kiwiliwili, roho na kila kitu. Mtume alisafiri kutoka Maka anaelekea Baitul Maqdis. Wakati anaondoka, Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka Mtume amuonyeshe
baadhi ya mambo mazito usiku ule. Anasema wa bainama yasir ala al-Baraq idh raa ifritu min al-jinni yatlabuhu bi sha'lati min an-nar. Mtume akati anakwenda hivi akamwona ifritu min al-jinni. Ifritu maana yake mkubwa wa majini, majini kiongozi wao wa kishetani. Ndugu zangu katika imani, majini yamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna majini ambayo yanaitwa mashaitan na kuna majini yanaitwa maruhania. Majini mashaitan ni wale majini wabaya, chawi, shenzi wako. Kwa hiyo yule jini ambaye wa kishaitani ifrit alipomwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka kumdhuru Mtume sallam bisha'latihi min an-nar, na kiwenge chake, yani kijinga cha moto. Mtume anakwenda, yeye akachukua moto unawaka, akawa anamkimbizia Mtume amuunguze. Mtume kila kenda hivi yeye anamletea hivi, kila kenda hivi anamletea hivi. Ni adui wa Allah jalla wa ala. Jibril alimuona Mtume akihangaika, akamwambia wewe nini? Akasema unamuona huyu, sasa huyu shetani huyu, sasa nifanyeje? Akamfundisha dua, akasema sema a'udhu biwajhi llahi alkarim wa bikalimati llahi tamma la yujawizuhunna birrun wala fajirun min sharri ma yunzil min as-sama wa min sharri ma ya'ruju minha wa min sharri ma dharaa fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri al-layli wan-nahar wa min tariqi al-layli wan-nahar illa tariqun yatraqu ya rahman fankabba la fihi wa safakati sha'latu. Hii ni dua kubwa sana. Unapokuwa na majanga, unapokuwa na matatizo, unapokuwa na maadui, unapokuwa na misukosuko, watakiwa uitumie hii kwa maadui zako, kwamba a'udhu biwajhi llahi alkarim, jikinga kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, wa bikalimati llahi tama, na kwa maneno yake Mwenyezi Mungu anatumia la jauzuhunna birrun wala fajr. Hayawezekani haya kwa yoyote ambaye anaweza kuyatatua mtu mwovu wala mwema. Najikinga kutokana na shari inayotoka mbinguni na shari inatoka ardhini, na yale ambayo yanatoka chini na ardhini, na shari ya usiku na mchana. Mwenyezi Mungu usamewe. Yule shetani alianguka kifudifudi na akafa pale pale. Haya aliyatumia Mtume. Sasa sisi tuna mambo mangapi ndugu zangu katika imani? Tuna shida ngapi tunazo hapa duniani? Tuna baya ngapi? Tuna watu wangapi mafitna ambao wanafanya ubaya, wanafanya fitna, wanafanya kila lilokuwa baya. Dua hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma usiku ule. Lakini thumma ata ala qaumin tudhaqu ru'usahum kullama radaqat 'adat kama kana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na watu wamepangwa, vichwa vyao vinapondwa kwa mawe, vinapondwa kwa vyuma vimepaswa moto katika moto, alafu vinagongwa, vile vyuma vile vichwa vile vinalainika, vinakuwa laini. Vikaa muda fulani vinarudi kama vile watu wanalia, wanahangaika. Mtume sallam akauliza, man haula, hawa ni kina nani? Kasema hawa ukono ukwenda utakuja kupewa swala, watakuwa waziswali kwa wakati wake maalum, tatathaqalu ruusuhum, watakuwa wanaswali wavivu wa kuswali. Hawa leo watu wangapi hawaswali swala tano? Watu wanaswali wanapotaka wao. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anasema fawailun lilmusallin, adhabu kali itawathibitikia wale wenye kuswali. Sasa uthibitikie adhabu wakati unaswali. Fawailun lilmusallin, adhabu kali itawathibitikia wale ambao wenye kuswali. Kwa nini? Wewe unaswali afu Mungu akuadhibu kwa nini? Alladhina hum an salatihim sahun,
swala zao wanaziswali bila mpangilio maalumu. Leo hapa kuna watu wakiswali leo Ijumaa hii hawaswali tena mpaka Ijumaa ijayo. Wako hizi swala mnazoswali za baba zenu hizi. Unaswali unapochagua wewe bwana, kwamba Ijumaa leo umekuja kuswali, ukitoka huswali tena mpaka Ijumaa. Vipi? Kuna watu wanaswali kweli, wanaswali swala zao, anaswali adhuhuri, anaswali asri, anaswali magharibi, anaswali isha, lakini asubuhi aswali kwa maisha yake yote haswali swala subhi. Wako watu asubuhi ukija msikitini hapa ukimkuta Sheikh Uso na watu wake, mstari huu haujai. Sasa nyinyi kwa nini hamswali? Kwa nini hamswali? Sababu zipi zinafanya msiswali swala subhi kwa jamaa? Bwana wewe, Mungu atakwenda kukuadhibu siku ya Kiyama. Na moja miongoni mwa mambo ambayo yatakuadhibu hata ukifanya mambo gani mazuri, lakini kama uswali swala tano, shekhe, huna salama. Lakini hiyo swala tano yenyewe unatakiwa ukiswali ujikinge na mambo maovu na machafu. Mtume sema man lam tanhahu salatuhu anil fahshai wal munkar fala salata lahu. Mtu ambaye swala yake haimkingi na mambo maovu na machafu hana swala. Unaswali mwizi, unaswali unakwenda kubeti kamari pale, yani unakwenda kucheza ile beti ya kamari. Unaswali mzinifu, unazini. Unaswali mwizi, unaswali mchawi, unaswali unakunywa pombe, lakini unaswali unafanya mchezo katika swala. Allah jalla waala atuongoze sote na atujalie wale ambao ni kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu na wakafuata vitendo vyao, safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh dhikri al hakim. Aqulu qawli hadha li wa lakum wastaghfirullaha al azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Fausikum ya ibadallah nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Enyi waja Mwenyezi Mungu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waislamu, kisa hiki cha miraji ni kirefu mno. Tutachukua vipengele vingine viwili ambavyo Mtume aliviona katika safari ya miraji. Anasema bwana wa kitabu kinaitwa Hashia ambacho kimeelezea kisa cha miraji. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma ata ala qaumin baina aydihim lahm nadhijun fi khuduri wa baina ashkhas akhar yaakuluna lahm nai'in khabithun mumtina. Mtume aliwaona watu wakati anasafiri katika safari ya miraji, wameandaliwa nyama nzuri iliyookwa yenye kutoa harufu nzuri na chakula kizuri. Wale watu wakawa wanaacha kula nyama ile nzuri iliyokaangwa yenye kutoa yani ladha nzuri mdomoni, lakini hawa watu wakawa wanachukua nyama ile, nyama nai khabith muntina, nyama iliyooza inanuka, inatoa wadudu membele wale wachoni. Wale watu wakawa wanakimbilia ile nyama yenye kutoa wadudu, nyama inatoa membele wachoni, wale wanaikanyaga kwa kweli, wanakula na nyama zingine, na wale wadudu wanafoka mdomoni. Wale wadudu wale membele wale wanatoka mdomoni. Mtume akauliza, man haulai alladhina yaakuluna allahmi khabisi muntina, wanakula nyama iliyooza, nyama mbovu kabisa.
akaambiwa hawa ni wale watu ambao wazinifu, yatrukuna azwajahum alhalal, wanawaacha wanawake wao wa halali wanakwenda kuzini. Na ndugu yangu nikwambie, hakuna jambo ovu kubwa kama uzinifu. Zina ni jambo ovu, zina ni jambo baya. Allah jalla wala anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, wala usikaribie. Sio kufanya shekhe, kufanya jambo lingine, kukaribia uzinifu. Kaif, vipi unakaribia uzinifu? Unamuona mwanamke ambaye labda mwenye makalio makubwa yanatikisika, wewe ukavutika nayo, ukaamua umfuate, kule kunyanyua mguu wako kumfuata, unapata dhambi. Na sivyo hivyo tu, ukawa unaenda mdomo wako unatamka kumtongoza, unapata dhambi. Kumchukua ukaenda naye kule unakokwenda naye, na pengine mke wa mtu mashaallah, unaingia naye katika chumba, mke wa mtu, unamvua gauni lake, unamvua abaya lake, unamvua hijabu yake, unamvua sidiria yake, unamvua underskirt yake, unamvua chupi yake, mke wa mtu. Ubaya ulioje huu! Unaingia ndaye katika chumba, katika sehemu faragha. Wewe unafikiria kwamba Mungu hakuoni. Mungu asema yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku ambayo ardhi, kipande cha ardhi kinatoa habari zake. Yauma idhin, siku hiyo kipande cha ardhi kinatoa habari zake kwamba alikuja hapa fulani bin fulani na fulani binti fulani, walikuja hapa wakazini. Ukibisha, Mungu asema al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Leo tunafunga midomo yenu, itusemeshe mikono yenu, ishuhudilie miguu yenu kwa yale mliokuwa mmeyafanya. Na Mungu akusamehe. Asemaje? Adhabu ya mzinifu, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme wakikamatwa hawa wapigwe bakora 100. Wala ta'khudhu bihi ma ra'afatun fi dinillah, wala isiwashike huruma katika kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Mzini wewe kijana, hujaoa na binti hajaolewa, adhabu yenu ili msamehewe na Mungu, mpige bakora 100. Lakini wale ambao walioa bikurubembe kama sisi, una mke wako, unajua kabisa una mke wako, na wewe mwanamke umeolewa na mume wako, umekwenda kuzini, adhabu yake ni kuchimbiwa shimo mpaka katika kifua, upigwe kwa mawe hadi ufe. Je, umndani tuna maiti wangapi ambao wako hai? Kuna maiti wangapi ambao wako hai, ambao watu wamezini? Wangapi? Na kuna wengine mpaka leo waendelea kuzini. Wapo wazinifu wakubwa nyinyi, wapo. Sikwambii wewe, isipokuwa mimi nasema maneno ya Mungu. Sasa wewe yakikuchoma basi vumilia tu. Sawa bwana, shehe kaniona mimi bwana, si jana kaniona vuko naingia gesi, ndio nasema sikusemi wewe. Haya maneno ya Mungu bwana, maneno ya Mungu yanakuwa kama vile msumari. Wewe unabaki unalalamika tu, lalamika tu. Na ndugu zangu katika imani, dhambi ya zina ni nzito sana. Siku ya Kiyama wale wazinifu wote siku ya Kiyama watafufuliwa. Siku ya Kiyama kila mmoja katika uso wake kuna tupu ya yule mwanamke aliyemzini. Hapa ya Mwajuma, hapa ya Mariamu, hapa ya Magdalena, hapa ya Selina, uso mzima. Ukienda kufunguliwa siku ya Kiyama
unafuliwa katika hali hiyo, jamani angalieni, watu wanakucheka. Na wanawake hivyo hivyo, hapa ya Muhamedi, hapa ya Ali, hapa ya Josefu, watu sawa, wachagui. Kwa hiyo ndugu zangu, dhambi hii ni nzito mno, na kuna watu wengine wanawageuza wanawake, wanageuza wanaume zao hivyo hivyo siku ya Kiyama. Leo tujiulize, ni nani ambaye amesalimika na dhambi hii ya zina? Nani? Toka ujana wako mpaka unazeeka. Waislamu tuache hivi vitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaelezea hapa safari ya Miraji, safari ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda. Haya ndiyo natija ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyeshwa. Enyi Waislamu mliokuwa masokoni, mnaofanya biashara sokoni, Waislamu nyie mnaofanya katika maofisi, mna mchanganyiko wa wanawake na wanaume, ogopeni wanawake. Sisi tumeambiwa tuoe wanawake mpaka 4. Fankihu ma taba lakum minan nisai masna wa thulatha wa ruba'. Oeni wale ambao mnawapenda katika wanawake 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ikiwa kama utaona kwamba mmoja, yani watu wani hao, uwe si mwadilifu, uwezi uadilifu, oa mke mmoja anakutosha. So kama hiyo tu, bwana huyu bwana unakuwa kama Mkristo bwana, unakuwa kama padri bwana, mke mmoja tu kama Mkristo. Kuoa kuna mipangilio yake, kuoa kuna taratibu zake. Usimfanye mwanamke kama environment ya kukulimia au kukufanyia shughuli zako tu, sio hivyo. La mwisho ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake hii nzito, safari nzito, thumma ata ala qaumin baina aydihim thumma ata ala qaumin ala aqbalihim riqa yasrahuna kama yasrahu al-ibl wa yakuluna az-zaqum wa dhari'. Mtume sallam katika safari hii aliwaona watu kwamba wako uchi, hapa mbele vimewekwa kama vile viraka